Kocha Fadlu Davids kuna baadhi ya wachezaji anawajua zaidi, wamo ndani ya kikosi cha Stellenbosch, tena ni wachezaji muhimu. Wachezaji hawa ni pamoja na beki mojawapo wakati wa Stellenbosch ambaye huanza mara kwa mara kikosini. Huyu ni Thabo Moloisane. Thabo Moloisane alikuwa ni kijana wa Fadlu Davids wakati akifundisha Maritzburg United. Mfano, msimu wa 2022-2023 miongoni mwa mabeki wake Fadlu Davids alikuwa ni pamoja na Thabo Moloisane. Leo hii ni miongoni mwa wachezaji nyota muhimu kwenye safu ya ulinzi ya Stellenbosch. Yeye anamfahamu vizuri Fadlu Davids, hilo linaweza likawasumbua kidogo. Lakini mwingine ni pamoja na Janino Palis. Yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao huanza kwenye kikosi cha Stellenbosch, naye ni kijana wa Fadlu Davids, alimfundisha wakati akiwa Maritzburg United. Hii yatosha kuona kana kwamba katika wachezaji wao muhimu wapo ambao ni vijana wa Fadlu Davids, anawajua kindaki. Kwa lugha nyingine, anaweza akafahamu udhaifu wao na kuona namna gani Simba inaweza ikanufaika. Hapa Fadlu Davids anawavuruga Stellenbosch, hususan benchi lao la ufundi chini ya kocha Steve Becker. Lakini jambo la pili kubwa zaidi ni kwamba Stellenbosch wanajua kwamba Fadlu Davids ana mbinu nyingi. Fadlu Davids mara ya mwisho anakutana naye katika mechi za ligi kuu ya Afrika Kusini akiwa na Maritzburg United, Stellenbosch walifungwa bao 1-0, ingawa kwenye makaratasi Stellenbosch wakati wanakutana na Maritzburg ya Fadlu Davids, Stellenbosch wako vizuri zaidi, wana kikosi imara zaidi, wachezaji moja wazuri zaidi kulinganisha na Maritzburg United iliyokuwa na wachezaji wa kawaida sana. Ni katika msimu wa 2022-2023, mwisho wa msimu Stellenbosch walimaliza katika nafasi ya 6 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, ilhali Maritzburg United ya kocha Fadlu Davids iliishia kuteremka daraja. Ilimaliza ligi mechi 30, ilikuwa na pointi 30. Matokeo yake ikateremka daraja. Lakini licha ya kuwa na kikosi dhaifu, Fadlu Davids akiongoza Maritzburg United kwenye mechi yao ya mwisho, yeye akiwa kocha, Stellenbosch walifungwa bao 1-0. Ilikuwa vipi? Hii ilikuwa vipi? Ni mchuano wa kimbinu baina ya mabenchi ya ufundi ya pande zote mbili, kwa maana ya kocha Fadlu Davids na Steve Becker. Mwisho wa siku Fadlu Davids akaibuka kidedea, na hili ndilo linaloumiza kichwa, kwa sababu mtindo anaotumia Steve Becker kwa timu yake Stellenbosch mpaka kupata mafanikio makubwa hivi karibuni, timu changa lakini inapeperusha bendera ya Afrika Kusini katika michuano ya klabu ya CAF, zile mbinu zake zile za msingi katika kupata mafanikio Fadlu Davids anazifahamu vizuri, na Steve Becker alikuwa mechi ya mwisho hakupindua kwa Fadlu Davids. Alifungwa, ingawa yeye timu yake ilikuwa na wachezaji wazuri zaidi kwa mmoja kulinganisha na Maritzburg United. Ilikuwa vipi? Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Mwalimu Steve Becker, miongoni mwa mbinu zake kubwa ni kwamba anapoanza kucheza mechi, jambo la kwanza kubwa analoenjoy na timu yake ni kuacha mpinzani, hasa yule ambaye kwenye makaratasi anaonekana yuko vizuri zaidi kuliko timu yake, mwenye uzito mkubwa, timu kubwa kulinganisha na yeye, anaenjoy sana kuacha zimiliki zaidi mpira, halafu yeye anakaba nafasi kwenye eneo lake kuhakikisha hawa wakubwa umiliki wao wa mpira hauambatani na kupata nafasi za wazi za kufunga, nafasi za kwenda kumjaribu golikipa wake Sage Stephens. Ndio matokeo yake ni nini? Malengo yake ni kwamba dakika 45 za kipindi cha kwanza, timu pinzani yenye hadhi ya juu, yenye uzito, kwa mfano tunazungumzia Simba ambayo inaonekana kwenye makaratasi ni kubwa kuliko Stellenbosch, anaiachia mpira iumiliki vya kutosha. Halafu ikifika dakika 45 kipindi cha kwanza,
matarajio ni kwamba kwa sababu hao wapinzani wamemiliki zaidi mpira, wameupiga mwingi, lakini katika maeneo yasiyokuwa hatarishi, watakuwa tayari wameanza kuchoka. Kuchoka huko kunaweza kusiwe kwa mwili, lakini kiakili, kwa sababu kisaikolojia timu inapomiliki zaidi mpira halafu haipati nafasi wazi ya kwenda kufunga, matarajio ni kwamba watatoka nje ya mstari. Frustrations, disappointments, kukatishwa tamaa kutatokea miongoni mwa wachezaji moja mmoja. Wakati timu pinzani ikiwa katika hali hii, theoretically, kwa nadharia, mwalimu Steve Barker anaamini ndio wakati ambao yeye anafanya mabadiliko sasa. Wale wachezaji waliowatanguliza 11 katika kipindi cha kwanza, anafanya mabadiliko katika baadhi ya maeneo muhimu, akiingiza miguu mipya, fresh legs, akiingiza akili mpya ambazo zinaambatana na nishati ya kutosha katika kukimbia. Wakati huo anajua wachezaji muhimu wa timu pinzani, hasa mabeki wa kati, wanakuwa ni miongoni mwa wale ambao wameshachoka kiakili kuelekea mwishoni mwa mchezo. Hivyo anapoweka wachezaji wapya katika kipindi cha pili, baada ya kuwatanguliza wale ambao kazi yao ni kufukuza mwanzo mwisho, kufanya high pressing, kuzuia kutokea nyuma ili kubinya nafasi za hao wapinzani wanapomiliki mpira kuleta madhara, basi yeye anapoingiza wapya wanapata urahisi wa kwenda kuadhuru. Wakifunga walau bao moja yatosha, kisha wanaendelea kuzuia, wanapata matokeo. Ama wanafunga bao zaidi ya moja. Ndio style ya Steve Barker, amekuwa akiwadhuru wengi na ndio chanzo cha mafanikio katika siku za hivi karibuni. Huo ndo msingi wake mkuu. Sasa msimu wa 2022-23 katika ligi kuu ya Afrika Kusini, Steve Barker na timu yake Stellenbosch walipokutana na Maritzburg United mzunguko wa kwanza, mechi ambayo ilichezwa mwezi wa 10 mwaka 2022, sababu tunazungumzia msimu wa 22-23, walimkuta kocha wa Maritzburg United alikuwa ni John Maduka. John Maduka hakuweza kung'amua mbinu za Steve Barker katika kukabiliana naye. Matokeo yake ni nini? Jambo la kwanza, akaingia kwenye mfumo wa Stellenbosch. Walipokutana katika mechi ambayo ilichezwa nyumbani kwa Stellenbosch, Maritzburg United wakanogewa, wakamiliki mpira zaidi katika kipindi cha kwanza, 54%. Jambo ambalo ndilo anapenda Steve Barker, miliki mpira, yeye anafunga duka, anakaba nafasi, umiliki wako unabaki katika maeneo yasiyo hatarishi, umiliki wako unakufanya wachezaji wako wachoke kimwili na kiakili, kwa sababu wanapasiana pasi na kupata fursa za kufunga, kwa sababu mwisho wa siku ultimate goal, lengo kubwa la mwisho ni kufunga. Mnapomiliki mpira hampati nafasi ya kufunga, matarajio watavurugwa tu. Sasa kipindi cha kwanza Maritzburg chini ya John Maduka ikamiliki mpira kwa 54%, lakini haikupata hiyo fursa ya kufunga hata kidogo. Badala yake dakika 24 walifungwa bao, yani Stellenbosch walifunga bao la utangulizi ambalo alijifunga beki wa Maritzburg United ambaye ni Thabo Moloisane, ambaye hivi sasa anachezea Stellenbosch kama nilivyotoka kueleza. Wakati huo alikuwa Maritzburg United. Kipindi cha pili akafanya mabadiliko mwalimu Steve Barker kama kawaida kwenye maeneo muhimu, strategic areas, nafasi muhimu zile za kimkakati, akaingiza watu ambao kama nilivyotoka kueleza awali wakaongeza nishati. Mwisho wa siku Maritzburg United wakafungwa mabao 3-0 chini ya kocha John Maduka. Sasa mzunguko wa pili, John Maduka alikuwa tayari kibarua chake kishaota nyasi katika klabu ya Maritzburg United. Aliyeshika nafasi, aliyeshika hatamu za ukocha katika klabu ya Maritzburg United akawa Fadlu Davids. Fadlu Davids, uzuri wake, mtazamaji wa Maduka Stats Sport Next Level, tambua licha kwamba ni kocha mzuri sana na hivi sasa anafanya vizuri ndani ya Simba, miongoni mwa strengths zake, uimara wake ni uwezo wa kuwasoma wapinzani, kuwajua uimara wao na udhaifu wao. Tena anawasoma kindakindaki mpaka zile small details, ni taarifa vidogodogo. Fadlu Davids amekuwa mzuri sana, ingawa ndani ya Simba benchi lake linao wataalamu wa kumsaidia katika eneo hilo, lakini yeye mwenyewe pia ni mzuri sana. Walio karibu naye wanafahamu hilo. Sasa mechi yao sasa ya mzunguko wa pili, Stellenbosch ya kocha Steve Barker dhidi ya Fadlu Davids na Maritzburg United ilichezwa tarehe 13 mwezi wa 5 2023. Katika siku hiyo Fadlu Davids, inafahamika wazi timu yake ya Maritzburg United haina wachezaji wenye uzito, wenye profile, wasifu mkubwa kama wa Stellenbosch katika msimu wa 2022-23. Matarajio ni kwamba wataendeleza vile vile. Steve Barker anajua
mtindo wake huu hawezi kuacha Maritzburg United, maana amekuwa akiwadhuru hata wakubwa. Timu kubwa pia wakati mwingine zimekuwa zikipata wakati mgumu mbele ya Stellenbosch, na mfano ni hivi karibuni hawa Zamalek kilichowakuta, ambao walipoenda Afrika Kusini walimiliki mpira kwa 55%, dakika 90 wakajikuta wanapiga mashuti 5, mawili on target bila kufunga, wakati wao Stellenbosch wakipiga mashuti 7 licha ya kumiliki mpira kwa 45%, mashuti mawili on target, mechi kaisha bila. Kule Misri, nakumbushia tu kabla ya kuendelea, kule Misri Zamalek wakamiliki mpira kwa 63%, Stellenbosch 37%. Kumbe ni mpango kazi wa mwalimu Steve Barker. Kipindi cha pili akafanya mabadiliko, akawatoa wachezaji wake wa safu ya mbele na pembeni, akina Devin Titus, akina Ashley Cupido, akina Andre De Jong, wote akawabadilisha pamoja na Ginon Palace, akaongeza wachezaji wengine katika kipindi cha pili, dakika 45 na dakika 60 kama kawaida yake, wakiwemo akina Sanele Barnes. Matokeo yake mwisho wa mchezo Stellenbosch wakawafunga Zamalek bao 1-0, lililofungwa na Sile Nduli kiungo wake, baada ya kuongeza nishati mpya kipindi cha pili, wakiwemo mchezaji Lesiba Nku ambaye kipindi cha pili alipiga mashuti mawili aliyolenga lango, na mwisho wa mechi Stellenbosch walipiga mashuti 7, 3 yamelenga lango, mawili yakipigwa na Lesiba Nku aliingia kipindi cha pili, lakini wenyeji Zamalek wakapiga mashuti 10 yaliyolenga lango yalikuwa mawili tu, wakafa 1-0, wakaingia nusu finali Stellenbosch. Nilikumbushia. Sasa kwenye mechi hii dhidi ya Fadlu Davis, mtindo wake akaanza huu. Katika kikosi chake kocha Steve Barker alipanga kwa mtindo baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Huu ni mfumo wake mama, lakini anapocheza na wakubwa huwa anabadilika, hapangi namna hii, anapanga 4-4-2, ila kwenye kucheza hasomeki. Kipindi anaamua kushambulia anapeleka watu 5 juu kwa wastani, anapozuia anaacha watu 3, waliobaki wote wachezaji 7 wanakuja nyuma, ukiondoa golikipa wao. Sasa kwenye mechi hii dhidi ya Fadlu Davis na timu yake ya Maritzburg United, Stellenbosch walikuja kwa mtindo huu, lakini Fadlu Davis yeye aliingia na mfumo baada ya golikipa Renaldo Lena, aliingia na walinzi 3, viungo 4, halafu juu akawa na washambuliaji 3 waliojipanga katika umbile la V. Hapa katikati alikuwepo Rowan Lancaster-Human, halafu kushoto alikuwa na Amadou Sukuna, kulia alikuwa na Karim Kimvuidi, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kipindi cha kwanza Fadlu Davis akijua mbinu za Steve Barker akamiliki mpira, ndio kwa 59%, lakini kimalengo zaidi. Uzuri wake dakika ya 39 akapata bao kocha Fadlu Davis. Bao hili lilifungwa na huyu mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, na maanisha Amadou Sukuna, ambaye alipata pasi kutoka kwa nani? Kwa Rowan Lancaster-Human, wakafunga bao katika kipindi ambacho Fadlu Davis alikomiti watu wengi zaidi mbele, akiwa kwa wastani hao wote 3 walikuwa wanaenda mbele, kwa wastani wanacheza mbele. Huyu Lancaster, huyu Karim Kimvuidi haitoshi, pamoja na viungo hao akiwemo Brandon Junior Theron, naye average position, nafasi kwa wastani alikuwa katika nusu ya pili ya uwanja. Sio yeye tu, alikuwapo pia nahodha huyu Graham Travis, yeye ndo alikuja hapa katikati, average position kwa wastani. Lakini huyu Genino Palace kwa wastani alikuwa katika nusu ya pili ya uwanja. Lakini huyu wa pembeni, kiungo wa pembeni, Ishmaeli Njoti, kwa wastani alikuwa katika nusu ya pili ya uwanja. Matokeo yake huko nyuma walibaki 3 tu. Bradley Cross alikuwepo, Bonginko Simakume alikuwepo pia, Mogabad Digoede, 3 wakabaki nyuma, 6 wakawa mbele, kuna mmoja akawa katikati ambaye ni huyu nahodha Travis Graham. Kwa hiyo akawapelekea watu 6 average position kwa wastani, wakiwa katika eneo lao la Stellenbosch. Ni katika kipindi ambacho aliwafunga ile bao katika dakika 39. Bado mwalimu Steve Barker wa Stellenbosch akaamini Fadlu Davis atamnyosha tu, kwa sababu ameingia kwenye mfumo kwamba anamiliki zaidi mpira na anapeleka watu wengi mbele, ili aje kutumia hizi nafasi kipindi cha pili kwenye hizi corridors atakapofanya mabadiliko na hatimaye kupata matokeo. Kipindi cha pili sasa mambo yakawa vipi? Kocha Steve Barker kama kawaida yake, katika dakika 45, dakika ya 60, dakika ya 72, dakika ya 76 akafanya substitutions, akafanya mabadiliko. Wachezaji wake upande wa kushoto wote akawatoa, ambao ni nani? Beki wakati wa kushoto Vusi Sibia akamtoa. Beki wa kushoto Fawaz Basadien, mchezaji nyota sana hivi sasa, akosi katika kikosi cha kwanza kama ni mzima, akamtoa. Lakini sio hao tu, ni pamoja
na kiungo wa kati kushoto. Katika wale viungo wawili wa ukabaji, kiungo wa kushoto ni Ibrahim Jabbar, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria, akamtoa. Lakini winga wa kushoto hapa nazungumzia Antonio Van Wyk, naye akamtoa. Halafu akamtoa pia winga wa kulia Devin Titus, huyu hapa, naye akamtoa. Akaingiza wachezaji watano, nguvu mpya, akiamini sasa anakwenda kumaliza shughuli, kwa sababu Fadlu Davis na timu yake Maritzburg United imeingia kwenye mfumo, inamiliki zaidi mpira, ina wachezaji wengi zaidi katika nusu ya pili ya uwanja. Alichemsha kwa sababu gani? Fadlu Davis anamjua. Fadlu Davis akabadilika katika kipindi cha pili. Badala yake yeye alipoona kuna mabadiliko yaliyofanyika, naye akafanya mabadiliko kama ifuatavyo. Mwisho wa siku, Fadlu Davis katika kujibu mapigo baada ya kocha Steve Barker kuwatoa wachezaji wake wote left-sided players, kwa maana kwamba wachezaji waliokuwa wakicheza zaidi kutimiza majukumu yao kutokea upande wa kushoto. Beki wa kati kushoto Vusi Sibia alimtoa, lakini akamtoa beki wake wa kushoto Fawaz Basadien ambaye ni mchezaji nyota sana, hata sasa akiwa fiti akusikani katika kikosi cha kwanza. Akamtoa kiungo wa kati upande wa kushoto, huyu ni Ibrahim Jabbar, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria. Akamtoa winga wake wa kushoto Antonio Van Wyk, lakini pia akamtoa winga wa kulia Devin Titus. Wachezaji watano. Akafanya mabadiliko katika dakika 45, dakika ya 60, dakika ya 72 na dakika ya 76 ili kuleta nguvu mpya, kutimiza ule mpango kazi wake kwamba Fadlu Davis na Maritzburg United yake wao si wanamiliki zaidi mpira, wao si wanakomiti watu wengi zaidi mbele, kwa wastani wakiwa na watu 6 mbele, mmoja katikati ambaye ni nahodha Graham, halafu watatu tu ndo wakiwa nyuma. Sasa anaamini katika kipindi cha pili akileta wachezaji wapya watano wenye nishati mpya, mawazo mapya na fikra mpya. Maana yake ni kwamba atasawazisha hilo bao na mwishowe kuwafunga Maritzburg United. Lakini alichemsha sana kwa Fadlu Davis, kwa sababu Fadlu Davis baada ya kumiliki zaidi mpira kipindi cha kwanza, baada ya kupata bao katika dakika 39 lililowekwa wavuni na Amadou Sukuna kwa pasi ya Rowan Lancaster Human, kipindi cha pili Fadlu Davis akaja kivingine kabisa. Kwanza na yeye alifanya mabadiliko ya kiufundi kutokana na mabadiliko aliyofanywa na Steve Barker. Baadhi ya mabadiliko aliyofanya ilikuwa ni pamoja na kumtoa nahodha wake Travis Graham, badala yake akamuingiza Keegan Rich kama kiungo pale katikati. Lakini mwingine alimbadilisha alikuwa ni Rowan Lancaster Human, badala yake akamuingiza Jose Ali Mesa. Lakini kuelekea mwishoni mwa mechi akiwa bado anaongoza kwa bao moja bila, dakika 90 akamtoa mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Karim Kimvuidi, badala yake akamuingiza beki wakati Tabo Moloisane, beki ambaye hivi sasa yupo Stellenbosch, ili kuongeza mabeki sasa wakati kutoka watatu wakawa mabeki wanne wote wakati, kwa ajili ya kuhakikisha analinda ushindi wake. Hilo moja. Lakini la pili ndio kubwa zaidi, aliacha umiliki wa mpira. Kipindi cha kwanza alimiliki zaidi mpira kwa 59%. Katika kipindi hicho cha kwanza akapiga mashuti 4, mawili on target. Lakini Stellenbosch katika kipindi cha kwanza, wakati ambao Fadlu Davis na Maritzburg United wanamiliki zaidi mpira, wakikomiti, wakipeleka watu wengi zaidi katika eneo la mwisho, wao walifanikiwa kupiga mashuti 2 tu. Kati ya hayo hakuna lilolenga lango, kwa sababu ule ukuta wa mabeki watatu ulikuwa imara sana kukabiliana na mashambulizi ya kushtukiza kutoka kwa Stellenbosch. Hawa akina Bongi Nkosi Makume, akina Bradley Cross pamoja na Mogamad Digea, kama mabeki watatu walioanza katika mechi hii, walikuwa imara sana, wakazima mashambulizi yote ya kushtukiza huko juu, na wala kipa wao hakufikiwa ambaye ni Renado Leda. Lakini kipindi cha pili mwalimu Fadlu Davis akaacha mpira wote kwa nani? Kwa Stellenbosch. Matokeo yake akamvuruga Steve Barker, kwa sababu matarajio ni kwamba Fadlu Davis na timu yake wataendelea kumiliki mpira, halafu watu watano walioingiza nishati mpya ziende kwa wadhuru, kwa sababu wamemiliki sana, bao wanalo moja tu, tayari kuna uchovu wa kimwili na kiakili. Kumbe Fadlu Davis alimshtukia, akamwachia mpira yeye, halafu Fadlu Davis alichoamua akawa anakabia chini zaidi, ashambulie kwa kushtukiza. Matokeo yake ni nini? Ikawa kipindi cha pili ambapo umiliki wa mpira sasa, Fadlu Davis katika kipindi cha pili timu yake ilimiliki mpira kwa 36% tu. Stellenbosch wakalazimika bila kutaka wakamiliki mpira kwa 64%, lakini katika 64% walizomiliki katika kipindi cha pili, Stellenbosch wakapiga mashuti 4, moja limelenga lango. Wenyeji Fadlu Davis na timu yake ya Maritzburg
ikapiga mashuti matatu katika kipindi cha pili, moja limelenga shabaha. Mwisho wa siku overall performance ikawa, kwa sababu wamegawana vipindi, Fadlu Davids timu yake ikamiliki mpira kwa 49%, alafu Stellenbosch 51%. Lakini katika mashuti Stellenbosch wakawa wamejikuta mechi nzima wamepiga mashuti 6, moja on target, kwa sababu kipindi cha kwanza walipiga mawili ya kulenga shabaha, kipindi cha pili walipiga 4, moja limelenga lango, ndio maana jumla ikawa mashuti 6, moja limelenga shabaha. Fadlu Davids na Maritzburg United yake wao wakawa jumla wamepiga mashuti 7, kati hayo 3 yamelenga lango, kwa sababu kipindi cha kwanza walipiga 4, mawili yamelenga lango, kipindi cha pili 3, moja limelenga lango. Mwisho wa siku Fadlu Davids akaibuka na ushindi wa bao 1 bila kutarajia Stellenbosch wakalizwa. Mwisho wa msimu Stellenbosch wakamaliza katika nafasi ya 6, lakini Maritzburg United ya Fadlu Davids ikateremka daraja, kwa sababu ilikuwa ni timu yenye rasilimali watu isiyotisha uwanjani. Walishinda mechi 7 tu katika msimu mzima, mechi 30, wakamaliza na pointi 30. Katika zile mechi 7 chache walizoshinda kati ya 30, mojawapo ilikuwa ni hii dhidi ya Stellenbosch ya mwalimu Steve Becker, katika mechi ambayo ilikuwa na mabishano mengi ya kimbinu na kiufundi. Fadlu Davids akaibuka kidedea. Sasa hapa unaona ni kwa nini Stellenbosch, miongoni mwa mambo pasua kichwa kwao ya kuyafikiria ni pamoja na uwepo wa kocha Fadlu Davids, ambaye mara ya mwisho wakati wanakutana naye akiwa na timu ya Maritzburg United, timu isiyokuwa na wachezaji wa kutisha, Stellenbosch walifungwa. Sasa Fadlu Davids yupo katika timu yenye wachezaji bora sana kulinganisha na Maritzburg United, yupo katika timu klabu namba 4 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, yupo katika timu ambayo ina uzoefu kufika katika hatua za robo finali kwa misimu kadhaa. 2018-19 Simba walifika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika wakitolewa na TP Mazembe. 2020-21 Simba walifika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika wakatolewa na Kaizer Chiefs. 2021-22 Simba walifika robo finali wakatolewa na Orlando Pirates katika kombe la shirikisho kwa mikojo ya penalty. 2022-23 Simba walifika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika wakatolewa kwa penalty na Wydad Casablanca ya Morocco. 2023-24 Simba wakafika hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika wakatolewa na Al Ahly ya Misri kwa jumla mabao 3-0. Na sasa 24-25 Simba wako vizuri, wamevuka kigingi cha robo finali, wameingia nusu finali wakiwania kwenda finali, wanakutana na Stellenbosch, timu mpya kabisa ambayo yenyewe ni mara ya kwanza kufika alau hatua ya makundi ya michuano ya CAF, wakafika robo finali tangu wazaliwe. Hii ndo mara yao ya kwanza. Ndiyo timu ambayo anaongoza kocha Fadlu Davids, ndani yake wakiwa na MVP kutoka Ivory Coast Jasha Ahua, ndani yake akiwa na mchezaji aliyekuwa miongoni mwa wachezaji wachache wa Afrika waliojumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon katika finali za AFCON zilizopita, Lionel Ateba Mbida. Ndani yake ana wachezaji nyota kama Steven Dese Mukwala, ana Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, golikipa Musa Kamara, mabeki Shamu Karabu, Abdurazak Hamza ambaye amekuwa pia na uzoefu wa kucheza wa kuwapo kule nchini Afrika Kusini, anawajua pia Stellenbosch. Kwa ufupi, ana wachezaji bora wakiwamo Fabrice Luamba Ngoma mzoefu, lakini ana Eli Mpanzu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper. Simba chini ya kocha Fadlu Davids ina wachezaji wengi bora kulinganisha na Maritzburg United ile iliyoteremka daraja, lakini katika mechi yao dhidi ya Stellenbosch ambayo kocha Fadlu Davids ndo alisimamia, Stellenbosch walifungwa. Je, kwenye mechi hizi mbili za nusu finali ambapo Fadlu Davids yupo kwenye kikosi bora zaidi kulinganisha na Maritzburg, atafanya nini dhidi ya kocha Steve Becker wa Stellenbosch? Ni dhahiri kwamba Fadlu Davids ni mtaji muhimu katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutimiza malengo yake haya ya kwenda finali. Mbali na mambo mengine yote ni pamoja na hili la kuwa na Fadlu Davids. Itakuwa vipi vita ya makocha hawa? Fadlu Davids ama Steve Becker ambaye mechi ya mwisho hakupindua kwa Fadlu Davids? Ni swala la kusubiri katika mechi zote mbili. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia
kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.